Haleluya. Na wasalimieni nyote wakazi wa maili sita katika jina la Yesu Kristo. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ambayo Mungu ametuamsha kwa wiki lingine tukiwa wazima, tukiwa buheri wa afya, na tunamshukuru kwa sababu ametupenda. Mwimbaji, Bwana akubariki. Amen. Mungu akuinue na kutende mema na uendelee kumtumikia. Amen. Kumpa sifa, maana Mungu yeye ndiye huamrisha sifa kwa vinywa za wana wake. Naitwa Pastor David Wanjala. Nataka niweze kuomba kisha niweze kutanguliza ujumbe ambao naamini ya kwamba leo Mungu akitujalia leo na kesho tutaweza kuangalia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wacha tuombe kisha nitaweza kulisoma neno. Baba Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, ili tuweze kuanza, tunaliinua jina lako, maana wewe ni Mungu wetu ambaye ulituumba. Tunakutambua kwa maisha yetu, maana hatuna mwingine. Tumesimama hapa ili tukaweze kulipeana neno lako kama kadri unavyotusaidia. Tunataka kukushukuru kwa matunda na mazao ambayo Bwana unaendelea kuyaonyesha wale ambao unawainua na unawatia nguvu. Unaondoa uoga katika maisha yao na unawafanya wanakuwa shujaa. Tunakushukuru. Nataka kuleta neno lako kwa kila mmoja ambaye ananisikiliza siku ya leo, na nataka kuomba ya kwamba Mungu wa Israeli, wewe ambaye umeketi katika kiti chako cha enzi cha utawala na unatawala juu ya mamlaka yote, juu ya nguvu zote, unatawala juu ya uweza wote, unatawala juu ya milima, maponde na kila kiumbe chochote ambacho Bwana kinaishi katika huu ulimwengu. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, tunakupa heshima, maana ni yako. Kila mmoja ambaye siku ya leo nampa nafasi ya kusikiliza, ninamuombea ya kwamba Mungu wa Israeli ukaweze kushika nyara moyo wake Jehova, akaweze kuwa mmakinifu kusikiliza mashauri ambayo unaenda kutupa siku ya leo, ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli utaweza kumunenea na kushawishi moyo wake, kushawishi mawazo yake, kushawishi nia yake Jehova, na yeye atajiondoa katika njia zake mwenyewe na ataikuja kutembea katika njia zako. Wenye wako na mahitaji siku ya leo, nataka kuwaombea ya kwamba Bwana Mungu kainue mkono wako juu ya maisha yao. Wenye ni wagonjwa na waombea uponyaji siku ya leo. Wenye Bwana wamepungukiwa, ninawaombea utele. Wenye mioyo zao zimefunjika, ninawaombea uwatie nguvu Jehova. Wenye mioyo zinarudi nyuma kwa sababu wakati mmoja walikuwa wamekuamini, nataka kuomba ya kwamba ukawarejeshe katika jina la Yesu. Angalia mahitaji ya watoto wako siku ya leo. Wewe Mungu unapoandaa meza umewaweka wawe ni walaji,
Kwa hivyo uweze kuwalisha siku ya leo, na Mungu wa Israeli, tutakushukuru na tutakusifu na tutaliinua jina lako milele na milele. Napolisoma neno lako Bwana na kulitanguliza siku ya leo, nachukua nguvu na mamlaka nikisimama dhidi ya nguvu za mwovu Shetani, ya kwamba biashara zake zote tunaziporomosha, njia zake zote tunaziharakanisha, na tunaomba ya kwamba Yesu Kristo akaweze kutawala. Tunaombea familia zote zilizo mahali hapa Jehova, kila mmoja ambaye unampa nafasi ya kusikiliza hili neno, ya kwamba ukamhudumia kupitia katika hili neno, ili ya kwamba siku ya leo akabadilishe mtazamo wake na akatizame Yesu Kristo aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Haleluya. Nataka kulileta neno la Mungu siku ya leo, na neno letu kichwa chake ni kumtizama Yesu ambaye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Na leo nataka kufanya utangulizi wa hili neno. Kwa hiyo tunaenda kusoma vitabu vichache kwa sababu ni msingi tu ninaweka siku ya leo, na Mungu akitupa nafasi kesho vilevile nitaweza kuupanua hata zaidi. Katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 2. Popote ambapo upo, kama unaweza kuifikia Biblia, mimi hupenda tukaweze kusoma pamoja na wewe, ndipo ukaweze kushika yale mambo ambayo nataka kuyanena. Tunasoma katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 2, na kisha nitakuelekeza kutoka pale mistari mingine ambayo ningependa tuweze kuisoma, na kisha tutakapokuwa tunaendelea nitakuwa ninakupa mada ya ujumbe wa siku ya leo, na nitakutembeza vizuri sana katika neno la Mungu, ili ya kwamba wewe ukaweza kupata nafasi ya kulitegemea. Biblia inasema ya kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Wacha niyarudia haya maneno ya kwamba tukimtizama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania anatupatia taswira, anatuwekea safari ambayo siku ya leo nataka tutembee pamoja na wewe, ya kwamba Yesu Kristo mbele yake alikuwa amewekewa utukufu, mbele yake alikuwa amewekewa furaha, mbele yake alikuwa amewekewa shangwe. Lakini kabla afike kwa ile furaha, kwa ile shangwe, hapa katikati kukaja msalaba, na hapa katikati kukaja aibu kubwa sana. Na Biblia inasema ya kwamba ingawa msalaba ulikuja katikati yake na raha iliyokuwa imewekwa mbele yake, ingawa aibu ilikuja katikati yake,
na mwisho wa ile safari ambayo alikuwa aitekeleze, yeye hakukufa moyo, yeye hakukata tamaa, yeye hakujipeana kwa ile hali ambayo ilikuwa imekucha mbele zake. Biblia inasema ya kwamba aliweza kuistahimili na akaweza kuidharau ile aibu ambayo ilikuwa imesimama mbele yake, kwa sababu hatima yake haikukuwa pale. Akaweza kuvumilia na akaweza kusukuma na akaweza kuendelea na akaweza kulenga ili aweze kufika pale ambapo alikuwa amewekewa. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya yeye kuwa mshindi, akaketishwa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba mbinguni. Haleluya! Akaketishwa, akapokelewa pale na akaambiwa heko, akaambiwa shukrani, kwa sababu wewe umekuwa mzingatifu, kwa sababu wewe haukuvunjika moyo, kwa sababu wewe haukupepwa na aibu uliyopatana nayo njiani. Wewe haukuvunjika moyo kwa sababu ya msalaba ambao ulikutana nao njiani. Haleluya! Huyo ni mwandishi wa Waebrania anatuambia Yesu akastahimili, akadharau aibu, na baadaye akaketi katika mkono wa kuume wa Baba. Nataka tuangalie kama kuna mstari mwingine katika Biblia vile vile ambao natupea taswira kama hiyo. Naenda kusoma vitabu kama 4 na kisha nitazielekeza hizo vitabu kwa ujumbe ambao leo ninautanguliza, na Mungu atatusaidia. Kesho tutaweza kujifunza mambo mengi. Katika pale ulipo katika Biblia yako, fungua nami kitabu cha Zaburi, mlango ni wa 110, mstari ni wa kwanza. Tunataka tusikie haya maneno ambaye alinenwa na mfalme Daudi, na tusikize vile haya maneno alivyoyapeana ama alivyoyaelezea. Nimesema ya kwamba tunasoma katika kitabu cha Zaburi 110 na mstari wake ni wa kwanza peke yake. Biblia inasema, neno la Bwana kwa Bwana wangu. Huyu ni Daudi anasema, neno la Bwana kwa Bwana wangu. Twaweza pia kulitafsiri neno la Mungu kwa Bwana wangu. Bwana wake yupi? Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Daudi miaka mingi kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa akasikia Mungu akinenea Bwana wake ambaye ni Yesu Kristo, ambaye pia ni Bwana wetu, ya kwamba nimekuwekea kiti chako hapa pangu katika mkono wangu wa kuume. Wewe kazi yako ni kuketi hapa, na mimi nitashughulika kuwaangusha maadui wote ambao wamesimama kinyume chako, wala ambao walisimama wakiwa visiki
watasimama wakiwa vizuizi kwenye njia yako. Nitahakikisha nimewaweka chini ya miguu yako. Kwa hiyo keti hapa katika mkono wangu wa kuume. Huyo ni Daudi, a different writer. Yeye ni mwandishi tofauti na yule aliyeandika Waebrania. Nataka kusoma mstari mwingine ambaye ni Marko 16 mstari wa 19. Kwa Biblia yako pia tuende pale. Tunataka kuona kama yale maneno tuliyasoma yaliandikwa tu na mwandishi Waebrania, na kama ni hivyo tungeyatupilia mbali, lakini tunapata ya kwamba hawa waandishi hata hawakujuana. Hakuna hata mmoja aliyeona mwingine, lakini kwa sababu wote walikuwa wanatumiwa na Mungu, Roho wa Mungu alikuwa ananena kuwapitia. Ndiyo maana alikuwa anapeana haya maneno. Nimesema kitabu cha Marko, tunasoma mlango wa 16 mstari wa 19. The Bible says, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya! Biblia inasema mahali ambapo kuna washuhuda wawili ama watatu, neno na lidhibitishwe. Hilo neno lazima lidhibitike, kwa sababu tayari tumepata mashahidi watatu wanaonena kitu kimoja. Biblia inasema ya kwamba wakati Bwana wetu Yesu Kristo aliyasema hayo, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya! Nataka kusoma kitabu cha mwisho, Matendo ya Mitume 3:15. Tusikie nayo inasema nini, kisha nitaelekeza sasa ujumbe. Acts of Apostles chapter 3 verse 15 inasema ya kwamba mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amefufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Kiingereza inasema, and you kill the author of life. Hallelujah. Na ujumbe wetu, looking to Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher, the author and the perfecter of our faith. Hallelujah. Nikishayasema hayo maneno, nataka sasa kukuletea ujumbe. Angalia aeroplane ama ndege, na nitaanzia pale kisha nitakuleta nyumbani. Aeroplane ama ndege ambayo hufanya safari zake kutoka kwa kiwanja cha kimataifa cha nchi moja na inapaa kule angani, inaelekea kwenye kiwanja cha kimataifa ya nchi nyingine. Kwa mfano tuseme inaamuka kutoka Jomo Kenyatta International Airport, inaenda Uingereza na inaenda kutua kwenye kiwanja ambacho kinaitwa Heathrow International Airport. Kwenye hii ndege
kuna mtu anaitwa rubani, na kando ya huyu rubani kunaye msaidizi wake, na hawa watu hupatikana kwenye chumba katika ile ndege ambacho chaitwa cabin ama cockpit, na pale kwenye cabin kuna vifaa kadha wa kadha. Kwenye hizo vifaa ndio zinaamusha hii ndege, siweke kule juu, siipeleke mpaka iende ikatue kule inaenda. Rubani na mdoko wake hawana lingine ila ni kutazama hizo vifaa kutoka vile wanainua hiyo ndege mpaka dakika ile wataitua. Masaa yale ambayo watatua ni lazima wakae wakiangalia hizo vifaa, wakichungulia, maana wakikosa hiyo ndege haiwezi ikafika Heathrow. Haleluya! Wakiingia katika hadithi na waanze kusemezana, waondoe umakinifu wao kwenye hizo vifaa, hiyo ndege itacrash. Hawezi wakafika na watakufa, na watu wengi wataumia. Wanaweza hataangukia kwenye chumba ambalo labda hiyo chumba limejaa watu, na watu wasiona hatia wataangamia. Wacha nikulete karibu nyumbani. Kuna magari hapa, hata labda sasa hivi uko kwa gari, vile vile kwenye gari kuna cabin ya driver. Haleluya! Kuna cockpit ya driver, na pale kuna steering wheel ambayo driver ameishika. Kuna dashboard, kuna gear, kuna mafuta, kuna brake, kuna vioo za kando za kuangalia nyuma. Wakati ambapo driver ameshika ile steering, yeye hata kama mnaongea na yeye, ni bayana na ni wazi ya kwamba haondoi macho yake kwenye hizo vyombo za gari, kwa sababu anaweza kuwa kwenye mbio, mara moja mbele yake kuwa na pambu iliyo kubwa. Kama yeye hajaangalia, atakongesha hilo gari, na hilo gari litaondoka kwa barabara, litaenda liwakute watu walio katika manyumba zao na likawaangamize. Haleluya! Akikosa kuangalia mbele, huenda kunakuwa na sharp corner, na yeye asipopunguza mwendo atakuja na apite na hiyo kona, na wale watu walio katika hilo gari, yeye akiwa mmoja wake hatapona. Kwa nini natoa hizo mifano? Mwanadamu, Mungu ako na kusudi ya kwamba hata na yeye aweze kuwa mshindi, aweze kuingia kwenye ufalme wa Mungu, na Mungu aweze kumtuza. Na mwenye anajua vile ambavyo mbinguni kunaendwa, mwenye anapeana mule mwelekeo wa mbinguni, mwenye ameelewa. Biblia inatuambia yeye mambo yalikuja ya kumzuia, msalaba ukasimama, aibu ikasimama, mambo mengi yakasimama, lakini hakugeuza macho yake akaangalia hayo mambo. Aliyadharau, akayaweka kando, akajifanya hayaoni, maana macho yake yalikuwa yanatizama mahali pale alipokuwa anaelekea, na huyu ni Yesu Kristo. Na Biblia imetuambia ya kwamba
Alipomaliza aliketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Ndugu yangu na dada yangu, ndio maana nimekuja kukuambia, ukitaka kufika ni mmoja tu utamutizama, na ndio mwandishi wa Ibrania akatuambia tumutizame Yesu Kristo ambaye ndiye aliasilisha na yeye ndiye atakayekamilisha. Hakuna mwingine. Yeye peke yake alikaa katika mkono wa kuume wa Baba. Na tutakapokuwa tukiendelea, utakuta ya kwamba Mungu alimuadhimishia kila ufalme, akasema ya kwamba mamlaka yote yaliyo mbinguni na yaliyo duniani ameyaweka chini yake, na ya kwamba amemfanya mtawala. Yesu Kristo akafanywa mtawala juu ya malaika wote walio mbinguni, makerubi na maserafi na malaika wa kila aina na viumbe wanne walio na uhai na wazee 24 ambao wanaabudu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, wakitoa taji zao na kuziweka chini na kuanguka kifutifuti mbele za Bwana, wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Mungu akamwadhimisha Yesu, akamwadhamisha Yesu, akampea mamlaka, akampea nguvu, akampea uwezo, akampea ruhusa ya kutawala, na ya kwamba utawala wake ni wa milele na milele. Ni kwa sababu yeye alizingatia kutizama mbele, licha ya kwamba msalaba pamoja na aibu ilisimama katikati mwake. Nikakwambia piloti ama rubani wa ndege akikosa kuangalia hizo vifaa, hiyo ndege haiwezi kaenda popote. Dereva wa gari akikosa kuwa mwangalifu, azingatie hizo vifaa zote, ajali inatokea. Na hata sisi wanadamu, mambo ni mengi yanayotukwaza, mambo ni mengi. Hebu nisome hapo juu kidogo usikilize. Haleluya. Tunarudi katika Waebrania chapter 12 verse 1. Praise the name of the Lord Jesus. Hebrews chapter 12 verse 1. Just want to read for context purposes. Nataka kusoma tu ndio uweze kuelewa venye inasema, maana imeanza vizuri sana. Ikasema hivi katika kitabu cha Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Chapter 12 verse 1. Hallelujah. Imesema hivi, haitaki kufunguka, sijui naitafutia chapter 12 kidogo tu, kwa sababu nikisoma haya nitaenda kushikanisha ujumbe na nitakuwa naomba. Soma kama umeipata. Basi na sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. Haleluya. Neno ni natuweke kando kila mzigo mzito. Haleluya. Na dhambi ile itusigao kwa uwepesi na dhambi ile itusingayo kwa wepesi, na tupige mbio kwa saburi
na tupike mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Haleluya! Ya kwamba na sisi vile vile tumewekewa race kama ile ambayo Yesu alienda akaikimbia, akaona msalaba, akaona aibu. Haleluya! Angevunjika moyo, angesema siwezi ruhusu mikono zangu situndikwe kwenye huu mti. Haleluya! Mishumari wakati ilikuwa inaletwa na nyundo na kofia ya mipa ambayo ilikuwa inatengenezwa, analetewa ili afalishwe, ikamdunge na imtoe damu. Wakati akida alipokuja na mkuki, akamdunga kwenye upafu wake. Wakati alilia Eloi Eloi lama sabakthani, mtu mmoja, askari mmoja akasema anamuita Elia, akasema na hizi kiu. Wakachukua mti mrefu, wakafunganisha pamba, wakautundikiza kwenye sigi na wakamnywesha. Yesu angesema this is too much, haya mambo ni mazito. Alipokuwa anaangikwa kwenye msalaba, mkono wake wa kulia kuna mwizi, mkono wake wa kushoto kuna mnyang'anyi, na akawa tayari amehukumiwa kunyongwa, na njia ya kunyongwa ilikuwa ni kutundikwa kwenye miti. Yesu angesema nimesalimu amri. Na ndiyo Biblia inasema hata na sisi vile vile mbele yetu kumewekwa mbio. Tumtizame unapoenda pale mbili. Biblia inasema ya kwamba moja, tuweke kando mizigo mizito, tuhakikishe ya kwamba mambo yale yanayotusinga, ya kwamba tunapiga hatua na mambo yanatokea na turusha kando, tuyaweke kando na tuzingatie. Misukumo mingi inakuja inakuzuia. Mpendwa, nimekuja kukuambia haujamaliza safari, unangojewa na Yesu Kristo ambaye alishinda hiyo safari, akuketishe na wewe vile vile kwenye ufalme wake. Nataka kukutia moyo wewe ambaye umevunjika, wewe ambaye unajikuta kabisa hauna lolote, unajiangalia, unaona umedharauliwa na unadhani ya kwamba hauna jambo lolote nzuri. Nataka kukuhakikishia ya kwamba hii safari ambayo unaiendea, hii njia ambayo unasafiri, haya mambo yote yatakuja. Lakini Yesu yalipokuja, yeye alidharau, aliangalia na akasema hii haitakuwa sababu ya kunifanya nisikae katika mkono wa kuume wa Baba. Na Biblia inatuambia tukimtizama Yesu aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, hautaweza peke yako. Nguvu zako hazitakufikisha. Nebukadneza alikuwa mfalme mwenye nguvu na alikuwa anatawala ulimwengu katika enzi zake. Biblia inasema ya kwamba siku moja akiwa anatembea kwenye balkoni ya nyumba yake, akaangalia fadhili za ufalme wake, akasema, angalia haya mambo yote mimi mfalme Nebukadneza ndiye niliyoyatengeneza. Biblia inasema Mungu akaleta hukumu kwa Nebukadneza, na kwa muda wa majira 7 akafanywa mnyama, akamea manyoya, akaenda akakula nyasi.
Kuna mfalme anaitwa Herodia, aliua watumishi wa Mungu, na Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja akaketi kwenye kiti chake cha enzi na akawa anashangilia na anajisifu. Biblia inasema Mungu aliweza kumpiga pigo moja na akamuua. Yesu Kristo ambaye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, tukitaka kuingia katika ufalme ni lazima tumtazame yeye, tumzingatie yeye. Mambo mengi yanayotupeleka kando yatakuja, yatataka kutuondoa kwenye focus, lakini nimekuja kukuambia na kukupa moyo ya kwamba hata Yesu aliwekewa msalaba, na Biblia inasema ya kwamba tutakuja kuona kesho ya kwamba nyinyi hamujapigana vita za kutokwa na damu. Haleluya! Yesu Kristo alimenyana, damu yake ikatoka, akapoteza damu yake, na ujue damu ni uhai. Alipoteza uhai wake ili wewe ukapate uhai. Na siku ya leo nataka kukutangazia ya kwamba wewe haupaswi kupoteza uhai wako, kwa maana Yesu alipoteza wake ili na wewe uwe na uhai. Nataka kuomba siku ya leo, maana nimekupa neno na Biblia imetuonyesha vizuri, Mungu akathibitisha ya kwamba hata Yesu Kristo ilimupita astahimili safari iliyo ngumu, kicheko cha wanadamu, kutemewa mate, blindfold, wanamchapa kofi na wanasema kama wewe ni nabii, tuambie ni nani amekupiga. Walimufanya fedheha zote, lakini Biblia inatuambia ya kwamba yeye alistahimili, na yeye alidharau ile aibu na akapokelewa kwenye ufalme. Hata na wewe unaweza kupokelewa kwenye ufalme. Mahali popote ulipo, nataka urudie hili ombi. Sema, Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako siku ya leo ya kwamba wewe ulikuwa umewekewa safari, na kabla ufike kwenye hatima yake kulikuwa na msalaba na kulikuwa na aibu. Wewe ulistahimili msalaba na ukaidharau aibu, na ukaketi katika mkono wa kuume wa Baba. Nami leo ninakuomba unisaidie niweze kuelekeza macho yangu na kukutizama wewe, ili safari yangu ikaweze kuimarika. Asante Bwana kwa hilo neno. Niokoe, unisamehe dhambi zangu, unioshe kwa damu yako, nikapate kibali katika ufalme wako. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, Baba, nimelinena neno lako siku ya leo kama vile ambavyo umenisaidia. Najua ya kwamba watu wamelipokea, na ninaomba watafakari juu ya hili neno, ya kwamba Bwana uwasaidie wanapoendelea kulitafakari, liweze kufunuliwa ndani mwao, wapate ufunuo wa hili neno, ili ya kwamba Bwana Mungu wao pia wakaweze kutuswa kama vile Yesu Kristo alivyostahimili na akaidharau aibu ya msalaba, maana alikuwa anazingatia upora na uzuri uliokuwa umewekwa mbele yake. Tusaidie Bwana, na sisi vile vile tusije tukaondolewa na mambo madogo madogo, mizigo mizito inayotuzinga kwa wepesi, ya kwamba tukaweze kuiweka kando na tupige mbio tukizingatia
ile safari ambayo umetupea. Umetuhakikishia kwamba tumtizame Kristo aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa hiyo safari, kumaanisha njia ambayo tunaitembea hatutembei peke yetu. Kuna yule aliyetembea mbele yetu. Tukimtizama yeye, bila shaka sisi tutatuzwa. Uinuliwe Baba Mungu, na upewe sifa na utukufu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Mungu awabariki, awatende mema. Wacha tuazimie kumtazama Yesu aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Shalom. Amen.